Mungu anaizungumza Makka, anawazungumza Waarabu namna walivyoendelea, walivyokuwa wakifanya biashara, misafara, wakisafiri kwenda Sham, wakisafiri kwenda Yaman nyakati tofauti. Wakati wa kazi wanakwenda huku, wakati wa kiangaza wanakwenda kule, na hiyo misafara ilikuwa salama salimini. Kwa nini? Mungu anasema wa amanahum min khawf liilafi Quraish ilafihim rihlata ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Maendeleo ya Mashariki ya Kati ikiwemo Makkah al-Mukarrama, Mungu anayazungumza maendeleo yale kwamba chachu na sababu ya maendeleo ya Mashariki ya Kati na kufanya biashara Waarabu na haya waliofanikiwa, moja ya sababu, nchi ile ilikuwa ni nchi ya amani, nchi ile ilikuwa ni nchi ya utulivu. Kwa hivyo amani tuliyokuwa nayo itumike kwa maslahi ya taifa hili. Tunataka kumcha Mungu, tufaidike na amani hii. Kama tunataka demokrasia ya kweli, tufaidike na amani hii. Kama tunataka maendeleo, tufaidike na amani hii. Kama tunataka kuwa wazalendo wa kweli, basi tufaidike na amani hii. Wa amanahum min khawf, akawasalimisha na hofu, ikawa hakuna wasiwasi, hakuna amani. Mtu unatembea muda wowote, biashara yako iko salama. Lakini nukta ya mwisho ni jambo la uchaguzi. Tunaendea uchaguzi, siku sio nyingi sana, lakini kuna mambo mengi ya kuiangalia katika jambo la uchaguzi. Amani hii tuliyokuwa nayo, utulivu huu tuliyokuwa nao ambao ni fahari yetu, iwe ni sababu ya kuhakikisha kwamba uchaguzi wetu utapita kwenye mwamvuli huo wa salama na amani. Sifa ya Tanzania itaendelea kubakia juu, sifa ya Tanzania itaendelea kubakia juu na kupigiwa mfano na Mungu wa maajabu. Tanzania kwanza, jina lake lenyewe zuri, ukiliangalia lilivyotengenezeka, limetengenezeka kiamani amani. Lakini watu wenyewe masha Allah wametengenezeka kiamani amani. Si kwamba ni wajinga, la, Watanzania si wajinga, tena ni wasomi, tena wanauelewa. Lakini Watanzania katika fahari aliyowapa Mungu, wao wenyewe wametengenezeka kiamani amani. Jana nilikuwa nazungumza na kijana mmoja wa Pangani, ananambia, shekhe, kumbukumbu zangu mimi kutoka Tanga mjini mpaka kufika Pangani, kituo cha polisi kiko kijiji cha Kigombe Tanga tu. Tunazungumzia kilomita nyingi kutoka Tanga mjini mpaka kufika Pangani. Ananambia kituo cha polisi kipo Kigombe. Kwa nini? Tanzania ilivyotengenezeka, hatuhitaji askari wa doria wa kazi gani? Askari wa doria wanahitajika huko Gaza, huko wakalindi amani, wanahitajika Palestina, sio hapa. Kwa hivyo tunaelekea kwenye uchaguzi. Hii sifa yetu ya amani, sifa yetu nzuri ya kwamba Tanzania ni kisiwa cha amani, Watanzania Waislamu na Wakristo tutaitendea haki nchi hii uchaguzi tutakapouendea na kuumaliza kwa amani na salama na kwa maelewano pasi na mivutano. Tanzania tutakuwa tumeitendea haki na mashuhada, mashahidi wetu na wazee wetu waliokufa katika vita vya Majimaji,
waliokufa katika vita vinginevyo vya kupigania taifa hili, tutawatendea haki tutakapouendea uchaguzi kwa amani, ukamalizika kwa utulivu, hakuna mizozo wala hakuna mivutano. Wazee wa Kiislamu kwa kushirikiana na Mwalimu Nyerere tutawatendea haki, ambao ndio sababu ya utulivu huu. Tutawatendea haki na roho zao zitakuwa zimetulia tutakapomaliza uchaguzi. Uchaguzi umetoka kwa amani, pasi na mivutano, pasi na mizozo. Mashujaa wetu tutakuwa hatukuwatendea haki. Wazee wetu waliopigania uhuru, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na wenzake, tutakuwa hatujamtendea haki kama uchaguzi huu tutauendea ukawa ni uchaguzi ambao utulivu umekosekana, amani imekosekana.